kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Anamzungumza Yesu hapo. Mstari wa 8, na ingawa ni mwana ina herufi kubwa pale, ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, ambaye hapo ndio nasimamia sasa, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa waalimu, maana wakati mwingi umepita, katika mabano, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza, maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapolisha kusanyiko hili asubuhi ya leo, nitumie kama chombo, nipake mafuta, takasa kinywa changu, takasa mawazo yangu, tamalaki mahali hapa, funika mahali hapa, uwepo wako uwe mwingi, nguvu zako zidhihirike. Mungu, fungua masikio ya watu wako, ili neno hili likapate nafasi mioyoni mwetu. Katika jina la Yesu Kristo, natiisha nguvu za giza, natiisha mamlaka ya adui, yule ambaye huja na kuiba neno lako masikioni mwetu na mioyoni mwetu. Yuko chini ya miguu yetu, nami namtisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu, nena nasi, tuko tayari kusikia, katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe wa leo unasema the signs of spiritual maturity, viashiria vya ukomavu wa kiroho. Jumapili iliyopita mchungaji alihubiri kuhusu viashiria vya utoto wa kiroho, immaturity. Nakumbuka maybe what is happening with your system, fix it if possible. Jumapili iliyopita mtumishi wa Mungu, mwalimu na mchungaji alizungumza kuhusu I think it was immaturity, it addresses any immaturity, viashiria vya immaturity. Na asubuhi ya leo nataka nichukue zaidi hapo, nizungumze kuhusu viashiria vya ukomavu wa kiroho, signs of spiritual maturity. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waebrania kiliandikwa mnamo mwaka wa 68 AD, na hatujui kimsingi nani amekiandika, lakini kwa staili yake ilivyoandikwa tunaamini bila kuwa na mashaka kwamba yawezekana mtume Paulo alikiandika. Lakini wengine wanafikiri ni Barnabas, wengine wanafikiri ni Priscilla, wengine wanafikiri ni Apollos. Lakini tukiangalia mtiririko jinsi kimeandikwa, tunaamini kwamba mtume Paulo alikiandika mwaka wa 68, dakika za mwisho wakati anaenda kuuawa na mfalme Nero. Kwa maana hiyo, tunaposoma kitabu hiki cha Waebrania, tunaposikiliza kuhusu mwandishi akizungumza habari hizo za sura ya 5, tunaamini kwamba tunazungumza na Wakristo ambao wamekaa katika Ukristo katika miaka isiyopungua 30. These are the people that have lived in Christianity, in Christian faith for more than 30 years. Kwa sababu inaaminika injili ya kwanza kuhubiriwa kwa watu waliohubiriwa miaka ya mapema sana, 35, 34,
wakati Paulo alikuwa ameokoka na hubiri huku na kule. Kwa maana hiyo, hawa watu walikuwa wametembea katika wokovu, katika imani kwa zaidi ya miaka 30. Na predominantly hawa watu walikuwa ni Wayahudi kwa wingi. Walikuwa wana struggle kutaka kuianisha imani yao mpya katika Kristo na imani yao katika dini ya Kiyahudi. Kule katika dini ya Kiyahudi kulikuwa na kutahiriwa, kulikuwa na kutoa sadaka za vitu kama ng'ombe, kondoo, mbuzi na kadhalika. Walikuwa na taratibu zile za amri 10 ambazo zilikuwa zinawajustify, ambazo zilikuwa zinawafanya waokoke au zilikuwa zinawafanya Mungu awakubali. Lakini Yesu alipokuja akavunja zile, akawa ni tunasema kwa ni fulfillment, akawa ndio ametimiza zile sheria zote na amri zote zikawa zimetimilika ndani yake. Akawa yeye ndiyo kuhani mkuu, akawa yeye ndiyo mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, akawa yeye ndiyo hekalu, akawa yeye ndiyo mkuu kuliko malaika, akawa yeye ni mkuu kuliko Musa, akawa yeye ni mkuu kuliko sadaka zote, akawa yeye ndiye pia kuhani mkuu kwa mfano Melkizedeki. Melkizedeki katika kitabu cha Ibrania kiko pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 14 nadhani sana ya pale 14 na 13, ambaye ni mfalme mmoja aliyekuwa huko Salemu. Salemu ni mji wa zamani ambao kwa sasa ni Yerusalemu. Na huyo mfalme alikuwa hana baba, alikuwa hana mama, alikuwa hana nini, hana mwanzo, hana mwisho. Na maana hiyo inatuaminisha kuamini kwamba inawezekana huyu Melkizedeki alikuwa ni Yesu Kristo katika Agano la Kale. Hiyo tunaita theophany, yani uwepo wa Kristo Yesu katika Agano la Kale kabla hajafanyika mwili. Kwa hiyo mwandishi huyu anawaandikia Wakristo waliokaa katika wokovu miaka 40, miaka 30 plus, ambao bado wanashangaa hii imani mpya ni imani ya namna gani. Bado wako katika hali ya kusita, wanashindwa kuhama katika imani yao ya zamani ili waweze kuembrace imani hii mpya ya wokovu. Unajua wokovu sio dini, wokovu ni mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapochukua wokovu ukauingiza katika kapu la dini, unakuwa unajihangaisha na kupoteza na kuhangaisha akili yako. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanajaribu kuchukua wokovu kama dini. Walikuwa wanajaribu kuangalia namna wanaweza wakampendeza Mungu kwa kutumia hizo sheria, kwa kutumia Old Testament rituals and so on. Musa, huyu Paulo anawaandikia, anawaambia kusema katika sura ya 2, kusoma mstari wa kwanza kabisa, unasema kwamba zama za zamani Mungu alizungumza kwa kutumia manabii, kwa kutumia watu mbalimbali, lakini hizo siku za mwisho Mungu anazungumza na sisi kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na kwa maana hiyo mwandishi katika sura ya 2 anaonyesha, in fact kiini cha Waebrania yote ni kuonyesha supremacy of Christ, ni kuonyesha ukuu wa Kristo. Kwa hiyo sura ya kwanza inaonyesha Kristo yuko juu ya mitume na manabii. Sura ya 2 inaonyesha Kristo yuko juu ya malaika wote. Sura ya 3 mpaka ya 4 inaonyesha kwamba Kristo ni mkubwa kuliko Musa, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanamwamini Musa sana kuliko kitu kingine. Lakini sura ya 4 na kuendelea inamfananisha Yesu kama mfano wa Melkizedeki. Yaani yeye ni kuhani baada ya Melkizedeki. Kuhani asiyekuwa na mwanzo, kuhani asiyekuwa na mwisho, kuhani ambaye hana baba, kuhani ambaye hana mama, kuhani ambaye hana mwisho, ambaye huyo ni Melkizedeki. Kwa hiyo Yesu ni mfano wa Melkizedeki. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukisoma katika sura ya 5 mstari wa 11, mwandishi anasema tuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu Yesu. Tuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu Yesu, lakini tunashindwa kuzungumza na ninyi kwa sababu mmekuwa wazito wa kusikia. In fact, Biblia ya Kiingereza inasema you have become dull. Niwekee NIV pale. Niwekee NIV kama unaweza. Whom, yani Christ, of whom we have much to say
And we have much to say about this, about Jesus, as coming from the order of Melchizedek. We have so much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Kuna version inaitwa New Life Translation Next System, hebu naomba kama NLT inanisaidia sana. Kama ipo ule alikuwa kama la kwanza hizi. Hebu rudia ile mara kwanza ndio King James, not problem. Let's see that one. Just for comparison purposes, of whom we have much to say and hard to explain, since we have become dull of hearing. Dull, mmekuwa wazito. Huyu mwandishi hatumii ile lugha gani? Hatumii hata tafsiri. He is sharp, he is very sharp. Unajua tafsiri? Hatumii tafsiri, sio? Yuko straight to the point. Tuna mambo mengi, tuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu Kristo, lakini imekuwa dull. In fact, angekuwa anaandikia makanisa ya leo kama sisi leo, au mimi ningekuwa nawaambia hivyo, ningesema mchungaji sasa ameshaanza kutudharau. Anatuita sisi dull, anatuita sisi wazito. Lakini mtumishi wa Mungu yuko straight. Anasema you have become dull of hearing. Hebu tuende mstari unaofuata. Because for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Oracles manake the word of God. And they have come to need milk and not solid food. You have become dull to listen. You are not growing. You are not maturing. Even with the 30 years of you experiencing this faith, you are still behaving like little children. That's very powerful. That's very strong. It's a very strong language, isn't it? Yes. Ni lugha nzito sana ambao nikisema hapa, ambao mtu mwingine akisema bila kunini, unasema siku hizi mtumishi wa Mungu anatukana na nini, lakini huyu ni ile neno la Mungu. Na neno la Mungu hili linafikia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmekuwa wazito wa kusikia. Kwa sababu sasa hivi, hebu turudi Kiswahili. Tunayo mengi ya kusema kuhusu habari za ukuhani huu, habari za Yesu Kristo, habari zake. Lakini vigumu kueleza kwa sababu ninyi ni wazito wa kuelewa. Oh God. And so, hebu tuendelee chini. Kwa hakika ingawa mpaka wakati huu ingewapasa kuwa walimu, bado mnahitaji mtu wa kuwafundisha tena hatua za awali za kweli ya neno la Mungu. Mnahitaji maziwa wala sio chakula kigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nafikiri kama wiki 2-3 zimepita kama sijakosea, au mwezi, sijui, sikumbuki vizuri. Alisimama mtumishi wa Mungu Elder Mary hapa, sijui alikuwa naomba, sijui alikuwa anafanya nini. Akasema hii language, kwa siku baada ya maombi ya jioni, sikumbuki vizuri, baada ya maombi ya Ijumaa, sikumbuki vizuri. Lakini akasema nafikiri language ya kujisema sisi ni wa kanisa changa sasa tuifute. Si ndio Nilimuelewa sana. Nafikiri Roho Mtakatifu alisema na mimi straight direct. Na the definition ya kanisa letu ile neno changa tumeliondoa. Sisi si wa changa tena. Amen. 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 Hebu tuseme 1, 2, 3. Sisi si wa changa tena. Twende. Sisi si wa changa tena. Kama kanisa, lakini inawezekana wengine baadhi yetu moja kuna uchanga ambao sio mbaya kuwa mchanga. Lakini kama kanisa hatuwezi kuendelea kukaa katika uchanga. Nafikiri kuna haja ya kumachua, kuna haja ya kuendelea kumachua. Kwa hiyo kuna mambo matatu nataka nizungumze hapa kama viashiria vya kukua kiukomavu, viashiria vya ukomavu wa kiroho kutokana na kifungu hiki ambacho tumekisoma.
Jambo la kwanza ambalo nataka nizungumza asubuhi ya leo, kiashiria cha kwanza cha ukomavu wa kiroho ni shauku ya kujifunza. Mtu anayekuwa kiroho lazima ajenge ndani mwake shauku ya kujifunza, shauku ya kutaka kuelewa, kutafuta maarifa. Hawa watu, inasema Biblia inasema kwamba tuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu haya, lakini imekuwa vigumu kuyaelezea kwa sababu mmekuwa spiritually dull and they don't seem to listen. NLT, Biblia ya Biblia ya New Living Translation inasema, since you are spiritually dull and they don't seem to listen. Kwa hiyo hawa watu wa kanisa hilo la Waebrania, wakati walikuwa wanafundishwa maneno ya Mungu, walikuwa wako busy wana browse Instagram. Amen. Kama iko fresh. Iko fresh. Kama iko fresh. Hiki. Mimi ni kwanza. Kwanza. Tutaondoka tunaenda zinduzi. Inaunguruma hapo, utafikiri mtu aliyelala usingizi mnono anakoroma. Amen. Bwana asifiwe sana. Desire to learn. Shauku ya kujifunza. Hakuna mtu yeyote ambaye ana grow katika taaluma yoyote ambaye hana shauku ya kujifunza. Hakuna mtu yeyote ambaye ata grow professional kama hana shauku ya kujifunza. Hakuna mtu yeyote atakaye grow hata katika biashara, hata katika shughuli za kawaida za kibinadamu za kila siku kama hana shauku ya kujifunza. Hawa watu walikuwa ni wazito wa kujifunza. Walikuwa hawako tayari kupokea mafundisho magumu. Walikuwa wanapenda yale mafundisho ya awali ambayo ndio changamoto ya Ukristo wa siku za leo. Mafundisho ya awali ni kama kuhimizana katika mambo ya msingi. Unajua kuna mambo ya msingi, alafu kuna kitu tunaita doctrine. Sasa kwenye doctrine pale kuzungumza kuhusu ukuhani, kuzungumza kuhusu hata priesthood of all believers kwa mfano, kuzungumza mambo hayo, kuzungumza kuhusu umasia wa Kristo, kuzungumza kuhusu hata eschatology, mambo ya siku zijazo, kuzungumza kuhusu hata Kristo mwenyewe kama Kristo, yaani kuzungumza kwa undani kuhusu Kristo, Yesu Kristo kama mwanadamu, kama Mungu kwa wakati mmoja. Na nikianza kukwambia sasa hivi inawezekana, nikikwambia sasa hivi inawezekana nikwambie kwamba Yesu ni Mungu mwanadamu, hata tunavyozungumza sasa, utaanza kuniuliza sasa yuko wapi? Tutamwona wapi kama ni Mungu mwanadamu? Lakini katika ukienda deep katika mafundisho deep ya kumwelewa Kristo, unaambiwa hata tunavyozungumza, he is still man God, is the man God. It is one, but at the same time is God and man at the same time. Hypostatic union tonight. So watu hawa wanataka mafundisho yale ya awali, yale ya siku zote ya mwanzoni ambayo tunayafundisha kwenye darasa la ubatizo, kwa kuwa sasa umeokoka. Hata ukianza kuhimiza njoo kwenye maombi, hayo mafundisho ya msingi sana. Njoo kwenye maombi, ni mafundisho ya msingi. Toa zaka, ni mafundisho ya msingi. Twende tukashuhudie, ni mafundisho ya msingi. Sijui tuabudu. Yaani kuna mafundisho basic. Sasa unakuta kanisa la leo tumejikita katika basic, hatu move from there. Na tumejikuta tunatamani mambo yanayoamsha hisia zetu. Yale ndio tunayapenda. Tunapenda kuzungumza mambo ya mapepo tu na majini. Tukiyazungumza hayo utaona watu wanasisimka. Wanashika. Kwa sababu ndio mambo ambayo masikio yetu yanatamani kusikia. Lakini hatutamani kusikia mambo ya ndani ya ufalme wa Mungu. Hatutamani kusikia mambo ya ndani kumhusu Mungu na kumhusu na kazi zake za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shauku ya kujifunza.
shauku ya kumtafuta Mungu, shauku ya kumjua Mungu kwa undani zaidi. Misingi yetu ikiwa katika hisia. Unajua, if we build our faith based on emotions are just like a sand. Biblia inasema kwamba katika Mathayo 7 nafikiri, ninasemaje Mathayo 7 mwishoni kwa 24, mtu akijenga nyumba yake juu ya nini? Juu ya mchanga. Imekuwa kama mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba, hata upepo ukija hautaweza kuivunja. Lakini yule alijenga nyumba yake juu ya udongo, upepo ukija, mchanga, msingi nani? Huu mwamba ni nini? Mwamba ni Kristo, lakini mwamba ni mafundisho ya ndani ya Kristo. Ndio maana sisi tushalipata baada ya Assemblies of Pentecost, samahani mnielewe vizuri. Unajua, makanisa mengine ambayo sasa Pentecost yana train watu wao systematically. Unaelewa vizuri? Wana train nini? Systematically. Kuna wana develop train kuanzia miaka 6, sijui kuna nini mpaka huko wanakuja na wengine wana graduate wanapewa hivi. Yaani kiasi kwamba mtu ambaye amepitia mafundisho yake kihalisi kabisa na kihalali ni vigumu sana kumtoa huko. Ni vigumu sana kumtoa huko. Na ni vigumu kumtoa kule. Na ndio maana mimi nimekuwa nikisema hapa DPC kwamba discipleship is a backbone of this church. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe ukiwa Mkristo DPC na hujapita discipleship na hauna mpango wa kupita discipleship, ninakusihi sana. Kwetu sisi, afadhali Mungu ametusaidia. Kwetu sisi DPC Dodoma na DPC Dar es Salaam, at least makanisa mawili haya, tumeweka mfumo, kuna vitabu 4, kuna topic 4 ambazo mtu ukizimaliza hizo, tunaamini kwamba unaweza kuwa kiongozi mzuri ndani ya kanisa. Unaweza kuwa mwimbaji mzuri ndani ya kanisa. Unaweza kuwa mtumishi mzuri katika ufalme wa Mungu. Hauwezi kuyumbishwa. Bwana asifiwe sana. Na mafundisho na changamoto za dunia hii. Kwa sababu kule tunakupeleka ndani. Na kuna binti hapa, siku moja alishuhudia kule kwenye discipleship class. Sitaki nimwambie aje ashuhudia, labda atashuhudia siku nyingine. Alituambia jinsi mafundisho yale yamemsaidia, yamemjenga, yamembadilisha, yamemuimarisha. Kwa hiyo natamani tuondoke katika level ya emotionalism ambayo sio mbaya, ndio kujenga imani yetu juu ya hisia na juu ya watu na juu ya vitu, lakini tuihamishe na kujenga imani yetu juu ya misingi ya mafundisho ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Haya ndio yanawafanya watu wakastahimili hata walipokuwa wanakumbana na majaribu za mazile za mateso ya kanisa. Wale walikuwa hata nilikuwa Jumapili nyingine ile nilikwambia usome Born of Detroit Born of. Soma tu biography. Taona mtu wa Mungu ambavyo aliteswa na Hitler mwenyewe, ambaye alikuwa anazuia Ukristo usiweze kuhubiriwa wakati ule wa Nazism na nini. Lakini kwa sababu watu hawa walikuwa wamejengwa katika misingi imara ya mafundisho, misingi isiyotikisika ya mafundisho, walisema ni afadhali kufa nikiwa naisimamia haki, ni afadhali kufa nikiwa natetea msalaba kuliko kumsujudia huyu Hitler na huyu dikteta wa dunia hii. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kujifunza, desire kujifunza. Ukisoma katika Mithali 4 mstari wa 7, the beginning of wisdom is this: get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. That is Proverbs 4 verse 7. Get wisdom. Get understanding. Get wisdom. In fact, nataka niseme hivi. Ukiwa Mkristo ukiwa ndani ya Kristo zaidi ya miaka 3, haujasoma Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hebu jitafakari. Kama wewe ni Mkristo ambaye uko serious na wokovu wako, na una miaka 3 ndani ya wokovu, una miaka 4 ndani ya wokovu, una miaka 5 ndani ya wokovu,
lakini hauna bidii ya kusoma maandiko, lakini hauna bidii ya kusoma Biblia systematically, Revelation all the way, Genesis all the way to Revelation, wewe ni mtu ambaye hauna shauku na hamu ya kumtafuta Mungu, lakini unaweza kuspendi hours and hours in other activities. I challenge you this morning. Consider. Tafakari manake Kiswahili Kiingereza unasemaje? Tafakari. Consider yourself. Sema hivi. Jitafakari. Get wisdom. And wisdom is not found on things. Wisdom is found on the word of God. Wisdom is found in the scripture. Scriptures talk about Christ. You know, Biblia iko hivi. Ukisoma Agano la Kale lina point Kristo. Ukisoma Agano Jipya lina point Kristo kwa nyuma. Agano la Kale lina point Kristo kwa mbele. Agano Jipya lina point Kristo kwa nyuma. And therefore Christ is the center of the Bible. As we talk about his priesthood, we talk about his healing power, we talk about his deliverance, we talk about his salvation, we talk about all his grace, we talk about his justification, we talk about his reconciliation, we talk about his redemption, all about these as we talk about them. And even as we got to wiki ya Easter, ni wiki ya kukumbuka, ni wiki ya kumtafakari Yesu kwa kina zaidi. Ni wiki ya kukaa na kufikiria na kumtafakari Kristo kwa kina zaidi. Anamaanisha nini kwako? Yeye ni nani kwako katika maisha yako? What does he mean to you? Who is he in your life? You have to take time and think and ponder and meditate upon Christ. Mtafakari Yesu zaidi kuliko kutafakari vitu vingine. Katika Timotheo wa pili, mstari wa pili, sura ya pili mstari wa 15, inasema do your best to present yourself to God as one approved. Timotheo wa pili 2:15, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Who correctly do your best. Manake nini? Jitahidi. Manake nini? Jidhamirie. Manake nini? Tuwekee malengo. Manake nini? Mtafute Mungu. Do your best to present yourself to God as an approved worker. Paulo anamwambia Timotheo, kama mtumishi ambaye amekubaliwa na Mungu, ambaye hana haja kuwa na aibu, ambaye analishika neno la Mungu kwa ukweli. Proverbs 12 verse 1. Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Biblia Kiswahili inasema apendaye mafundisho apenda maarifa. Biblia Kiswahili pale, apendaye mafundisho apenda maarifa. Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Penda mafundisho, penda kujifunza, penda kumtafuta Mungu, penda uwe wazi, uwe teacher, uwe open, ujitahidi kupata maarifa mapya ya kiroho na sio maarifa tu ya kidunia. Katika Matendo 17 mstari wa 11 mpaka 12, Biblia inasema now the Bereans Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Okay, Kiswahili hapo kama utaweza. Wale watu wa Berea walikuwa watu wenye heshima kuliko watu wa Thessalonica. Yeah. Wayahudi wengi, anzia 11. Hao wa Beroya walikuwa waungwana zaidi kuliko wale wa Thessaloniki, kwa kuwa waliupokea ule ujumbe kwa shauku kubwa na kuyachunguza maandiko. Underline that word. Na kuyachunguza maandiko. Walikuwa strictly scripture, explorers. No. Na kuyachunguza maandiko kila siku, sio siku moja, kila siku. Sisi kama kanisa tumeweka siku moja kwa wiki ya kwenda kwenye fellowship, ibada ya katikati ya wiki. Tumeweka siku moja ya wiki Jumapili kwa ajili ya kuja kusikiliza neno la Mungu. Lakini hawa watumishi wa Mungu wa Beroya walikuwa wanachunguza maandiko kila siku ili
tunasema kwa Kiingereza master expositor, wanamchunguza mtumishi wa Mungu, yani mwalimu, yani wanafunzi wanamchunguza profesa. Wanasema hata kama ni profesa, hatuna imani nayo, nataka tujue unachokisema ni maandiko. Bwana asifiwe sana. Unachokisema kiko kwenye Biblia? Amen. Wewe profesa Paulo, sawa, tunakuamini. Umeanzisha kanisa Thessaloniki, wapi huko? Lakini pamoja na hayo yote, tunataka tujue kwamba unachokisema ni maandiko. Hicho ndicho kitu tunachokitamani katika Wakristo siku za leo. Wakristo ambao hata akija mtu anatema cheche, anatema moto, akifanya hivi na je, hicho unachokifanya ni maandiko? Mtu mmoja aseme amen. Amen. Aseme tena amen kubwa, amen. Amen. Siku hizi kuna watu utakuta kaenda akipiga sana kasra. Fanya hivi. Uko teke dini. Fu na kadhalika. Wengine wanatumia mpaka dumu ya kuulia mende. Kuja tu. Ile mnaambiwa kaeni chini, wanatembea juu yenu. Sasa hapo mtumishi wa Bwana anatembea kwenye migongo hili ndio. Tembea na kanyaga tu. Hayo ni maandiko, imeandikwa wapi? Kuna wengine kule Mwanza wanamwimbia mpaka mtu mmoja anamwimbia nyimbo za kusifu na kuabudu. Mwaona yule mtu wa Mwanza anayeimba nyimbo za kusifu na kuabudu? Nyimbo kabisa mpaka hapo na jasho wanatoka. Wanamwimbia tena mdada tu mmoja tu amejipiga nani hapo, amejipodoa hivyo tu na nini. Na akitembea namna hii na yeye anajiona, mimi sio mimi wa Mungu, sijui ni Mungu ani. Na wanadamu wenye akili zao, wengine mle ndani watakuwa wamemaliza hata chuo, wengine ni wana degree, wengine wanapaka masters, huenda kuna PhD ziko mle ndani. Lakini kwa sababu ya uchanga wa kiroho, kwa sababu ya kutokujua maandiko, kwa sababu ya kutokutafasiri maandiko, kwa sababu ya kutokuchunguza maandiko na kujua kujisimamia mwenyewe, siku za mwisho mpinga Kristo atakapokuja atatumia imani kugeuza imani yako, hata tumia vitu vingine. Mpinga Kristo atakuja kwa njia tatu. Njia ya kwanza, atakuja kama kiongozi wa kisiasa. Kwa hiyo ataweka mifumo ya kisiasa ambayo inataka wewe kuabudu siku ambayo yeye anataka, ili kwamba dunia yote imwabudu siku moja tu na iabudu kitu kimoja. Huyo mpinga Kristo. Na jambo la pili atakalokuja nalo ni jambo la kisiasa na jambo la kidini. Kuabudu ni kidini, kuweka mfumo wa kuabudu ni kisiasa. Umeelewa vizuri? Yaani anaweka tu sheria dunia nzima. Anaweza kuwa mtu fulani kule magharibi wao wanasema ili ni wape misaada lazima muabudu sijui nani siku ya Jumatano. Kwa hiyo mnabadilisha Jumapili sio siku ya kuabudu, dunia yote mnaabudu siku ya Jumatano. Anaweza kuwa au yule mwingine akaja katika mfumo wa dini fulani akasema tu kuanzia sasa tunafunga Jumapili. Hiyo sio maandiko. Siku ya kuabudu ni Ijumaa au siku ya kuabudu ni Jumamosi. Atatumia maandiko, atatumia dini mpinga Kristo. Na kitakachotusimamisha au kitakachokusimamisha Mkristo wakati wa tabu za kidini na tabu za dhiki na kadhalika ni uelewa wako juu ya maandiko. Bwana atamseme amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kitakachokusaidia ni nini? Ni uelewa wako juu ya maandiko, sio kitu kingine. Sasa atakibuka mtu ndani ambaye tunamfahamu kaanzisha dini yake pale. Akasema hapa, nikikuombea tu, ukienda nyumbani utakuta mfuko umetona, una mapesa, una mtaji. Njoo, ila mimi maombi yangu ni mpaka nikubusu ulimi kwa ulimi. Naona watu sio TPC hawataenda. Atakimbizana huko waende. Huko ni mimi na mimi tunajenga misingi vizuri. Lakini wengine wataenda huko. Anatafuta pale panapouma. Na atakuja hata kwa njia kusema I offer jobs. Unajua ngoja nikwambie Uislamu ulivyoingia Afrika ya Magharibi, Afrika Kaskazini. Uislamu ulivyoingia Afrika Kaskazini uliingia kwa njia ya provide jobs. Ulikamata uchumi. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ili uajiriwe inabidi usilimishwe. Ili
ili uoe upate vyeti vya unabidi usindikwe Afrika kaskazini kule Misri. Karne ya pili, karne ya tatu ilikuwa kule Alexandria, wapi kule ilikuwa ni Ukristo 100%. Hata John Mark yule Marko yule kwa kwenye Biblia inasemekana alikuja Afrika kaskazini kule kuanzisha shule za Biblia. Hata Yeremia wa Biblia alikuja mpaka Afrika kule. Kwa hiyo wakati wa karne ya kwanza Afrika kaskazini ilikuwa ni 100% Christian. Kwa Uislamu ulivyoanza kule Mecca na watu kaanza kusambaa dunia yote, ulipofika kila eneo Afrika kaskazini walikuja through economic whatever you call it, economic methods. Na ndio vizuri. Hebu wa vijana wangu kweli ambao sasa hivi tunaambiwa ajira ni ngumu. Na kadhalika. Kama umekanyaga lami kabisa. Umekanyaga lami miaka yote mpaka cheti chako kinachakaa kinafanya nini? Umekanyaga. Leo waje mtu akwambie ili nikupe kazi nitakuwa nakulipa milioni 5. Uwe Muislamu. Nani na ujasiri wa kusema hapana hapa nione mkono wake? Nani na ujasiri wa kusema hapana? Mbona mnyoshi mikono sasa? Na bana yote mtasema vipi? Nasema wale ambao hawajaajiriwa wenyewe mwenye ajira mswahili. Nakupa milioni 5 lakini charity was that is how Islam was Islamized. That's how Northern Africa was Islamized. That's how most of the places were Islamized. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema waliyachunguza maandiko ili kujua kwamba kama anachosema Mtume Paulo kiko sahihi. Nalipa kazi. Sawa, nina shida zangu, niache tu. Mimi siwezi kumkana Yesu. Mimi siwezi kuikana imani yangu. Niache tu. Unasema katika mstari wa 12 kwa kile kitabu cha Matendo unasema as a result, kama matokeo, as a result, mstari wa 12, as a result of what? Of kuchunguza maandiko, many of them lived, and as did also a number of prominent women and many Greek men. Kwa sababu ya kuchunguza, walipohakikisha kwamba Paulo yuko sahihi, walipohakikisha kwamba Paulo anachohubiri kiko ni maandiko, walipohakikisha kwamba Paulo anachokisema kiko aligned na Old Testament, kiko aligned na Torah, kiko aligned na ni prophetic na kadhalika, wakaamua kuokoka kwa sababu waliyachunguza maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Cultivate, kuna swali tupatie hapo. Na kushauri cultivate an attitude of learning and relearning. Cultivate an attitude of learning and relearning. Watu wengine wanakuja kwenye wokovu, yale waliofundishwa kwenye zama zile, kama litokea kwenye dini ya Afrika, ya jadi ya Afrika, dini ndizo wameshikilia mpaka leo. Hayuko tayari kwa adjust thinking yake, hayuko tayari kwa adjust kwa uelewa wake. Yani kile ulichofundishwa hata kama kisio sahihi, watu wengine hawataki hata kubadilika kwa sababu they don't have this attitude of learning and relearning. This is an attitude of the disciples of Jesus Christ, and this is the attitude that many people cultivate, those who want to grow. Cultivate. Kama nataka kuwa machua, nataka kuwa mkomavu wa kiroho, natakiwa kujenga tabia ya kulearn na kulearn. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ambalo naliona na kusaidia ili uweze kugrow, kuwa mature, nasema ni ishara ya pili au kiashiria cha pili. Nasema ni desire to grow. Desire to grow. Biblia inasema kwamba you are like babies who need milk and cannot eat solid food. Mmekuwa kama watoto ambao mnahitaji maziwa na hamwezi kula chakula kigumu tena. Mtoto mdogo ana hatua zake. Huwa nafikiri huwa na miezi 6 exclusive breastfeeding, analishwa maziwa tu, analishwa maziwa. Baada ya hapo vyakula laini, baada ya miaka miwili nafikiri anaachishwa. Wengine mnanyonyesha mpaka miaka 4. Kuna mtu hapa alinyonya mpaka miaka 4. Mama anaomba kunyonya katika ndevu zinaota.
Maziwa ni kwa ajili ya watoto wadogo, lakini chakula kigumu ni kwa ajili ya watu wazima. Kusoma sura ya 6 ya Yohana utaona Yesu anawafundisha watu wa Mungu chakula basic. Alafu wanavyo kwenda kwenye chakula kigumu. Biblia inasema kwamba wote wakamwacha. Alipoanza kuzungumza kwamba mimi ndio chakula, mimi ndio damu, mimi ndio mwili, usiponila mimi, usipokunywa damu yangu, yani wakashindwa kuelewa, kwa sababu sasa kile ni chakula kigumu. Alivyoshuka huko chini katika Yohana 6 kule kwenye mstari wa 60 na ngapi, unaona Biblia inasema na wote wakamwacha, wakakimbia wakamwacha, kwa sababu ameingia kwenye mafundisho magumu. Hebu sura ya 6 ya Yohana hapo, sipali niandika hapa hivi tupitie haraka. Sura ya 6 ya Yohana hapo. Wengi wafuasi wako waliposikia jambo hili, rudi nyuma kidogo. Wakasema mafundisho haya ni magumu, ni nani anatusaidia kwa kile? Hebu rudi, ni mafundisho gani yale? Turudi nyuma pale. Twende nyuma tena. Twende nyuma tena hapo. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, na kama nami ninavyoishi kwa sababu ya Baba, hivyo anilaye mimi ataishi kwa sababu yangu. Kufikiria Yesu ajafa hapo alisema anilaye mimi. You know, it takes some revelation to understand, isn't it? It takes some spiritual insights, isn't it? It takes some spiritual maturity, isn't it? It takes some spiritual, awareness, some spiritual connectivity. Katika akili za kibinadamu huwezi ukaelewa. Sasa afadhali sisi tunaelewa leo kwamba Yesu ni chakula cha baada ya kuwa amefariki na amekufa na nini, tunapokula meza ya Bwana tunaelewa kwamba yeye ni mkate, tunakula kwa imani. Lakini hawa alikuwa anazungumza nao face to face. Kwa hiyo kama ngumu anasema hebu twende kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, na kama mimi nilivyotuma, kwa sababu hivyo anilaye mimi. Yaani Yesu anasema anilaye mimi. Tuendelee. Ataisha. Huu ndio mkate ushakutoka mbinguni, si kama mkate baba zenu waliokula nao wakafa, lakini yeye aulaye mkate huu ataishi. Mkate, yani yeye ni chakula na mkate. Twende kwenye damu sasa. Yesu akasema maneno hayo, kuna mara amesema yeye ni damu aninywaye. Maana amezungumza damu, amezungumza na mkate, amezungumza na chakula. Sasa walikuwa ni wengi sana, karibu 500 hivi, wanafunzi wanamsikiliza umati mkubwa hivi. Wengi wa wafuasi wake, sio yani wengi wa wafuasi wake waliokuwa wanamfuata, wengi wa wafuasi wake waliposikia jambo hili wakasema mafundisho haya ni magumu, ni nani anaweza kuyapokea? Twende chini. Yesu alipojua kwamba wafuasi wake wananung'unika kuhusu mafundisho yake, aliwaambia, "Je, jambo hili limewaudhi?" Twende chini. Ingekuwaje basi ningemuona mwana wa Adamu akipaa kwenda zake huko alipokuwa kwanza? Roho ndiye atiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Haleluya. Twende chini. Lakini baadhi yenu hamwamini, kwa maana Yesu alifanya, baadhi yenu hamwamini. Kwa maana Yesu alifanya tangu mwanzo wale ambao wangemwamini miongoni mwao yule ambaye angenisaliti. Akaendelea kusema, hii ndio sababu niliwaambia kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Tangu wakati ule wafuasi wake wakarejea nyuma, wakaacha kumfuata. Hapa tukianza kuzungumza mambo ya election. Unajua kuna kitu kinaitwa election kwenye theolojia ile. Kwamba Mungu anajua, hapa Mungu anajua wangapi wataenda mbinguni, wangapi hawataenda. Yaani tukianza kusema mbona mtakimbia? Hapa watakimbia. Tukianza kwenda kwenye discussion nzito sasa. Hivi mtu akiokoka anaweza akaanguka tena? Discussion ya mtu ameokoka leo, alafu akarudi nyuma tena. Mbona watu watakimbia? Tukaanza kuzungumza hivi Mkristo aliyeokoka anaweza akapagawa na mapepo. Hayo ndio vyakula natakiwa when we meet in ourselves, we need to get as deep as that. Kwa miaka 5 hii. Kama unakubalia sema amen. Kama unaamini sema amen. Desire to grow. Watu wa Mungu tukue katika maeneo matano. Nataka niorodhesha. Jambo la kwanza, tukue katika maarifa ya Mungu, knowledge of God. We have got to grow in the knowledge of God. This is Petro wa pili 3 mstari wa 18. Maarifa, sio maarifa kuhusu Mungu, maarifa ya Mungu, ufahamu juu ya Mungu, mahusiano juu ya Mungu. Ukitaka ukue kuhusu kujua maarifa juu ya Mungu, lazima usome kitabu cha Ayubu. Sio Ayubu huyu, Ayubu kwenye Biblia.
Kitabu cha Ayubu kitakusaidia kuelewa understanding juu ya Mungu. Maana understanding yetu juu ya Mungu ni very narrow, is very limited. Na hata Ayubu mwenyewe na marafiki zake Elifazi pamoja na wale wengine wote walikuwa na narrow view about God. They used philosophical arguments to describe God. You know, and they continued to mislead Job and even misrepresent God. Kwa hiyo ukitaka uelewe kuhusu Mungu, knowledge yako ya Mungu iongezeke, soma kitabu cha Ayubu. Kitakuonyesha kwamba Mungu anaweza kuruhusu majaribu ya mkute mtu, lakini hawezi kuruhusu mtu wake aangushwe na majaribu. Amen. Soma Ayubu, itakusaidia uelewe kwamba Mungu anaweza kuruhusu upitie majaribu. Kuna majaribu mengine Mungu anayeruhusu ili kukuza imani yako. Utaelewa jambo hilo. Sio kila jaribu linalokuja ni la shetani. Kuna trials, kuna majaribu, kuna majaribu mengine Mungu anayaachia ili ya kuimarisha wewe katika imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Soma maisha ya Ibrahimu. Ukisoma maisha ya Ibrahimu atakusaidia kumwelewa Mungu. Kwa Ibrahimu Mungu anajifunua kama Jehova Jireh, Mungu anajifunua kama kuna Jehova El Shaddai, Mungu anajifunua kama Jehova. Mungu amejifunua kwa Ibrahimu katika progressively. Ukisoma katika sura ya 14 alijifunua kama alipokwenda wakamchinjia kama wageni watatu, watu watatu alijifunua kama Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika fomu ya binadamu. Ukienda katika sura ya 15 unamwona amejifunua kwa Ibrahimu kama El Shaddai. Mimi ni Mungu mwenye enzi, akafanya naye agano. Ukienda sura ya 22 anajifunua kwa kama mimi ni Jehova Jireh, Mungu niwezaye kukupa riziki. Soma historia ya Ibrahimu yote uelewe, upate upana wa kumwelewa Mungu naye mwabudu. Sijui mtu mmoja sema amen. Sema tena amen. Revelation is progressive. Mungu anajifunua kwetu kwa njia tofauti tofauti. Alivyojifunua kwako mwaka jana sio anavyojifunua mwaka huu. Anavyojifunua mwaka huu sio atakavyojifunua mwaka kesho. He's a God of progressiveness. He's a God of anajifunua kwako katika level mbalimbali. Lakini kuna wengine ambao wanataka ajifunue kwao kila wakati katika mazingira yale tu. Baba njoo nifariji. Unajua kuna zile hata nyimbo zingine za kutaka kufarijiwa. Dunia tunapika. Sijui na nini. Unajua zamani wakati niko mwanakwaya za mazeri wa mbele kwa mwanakwaya, tulikuwa tunaimba wimbo mmoja, yani nyimbo nyingine nikisikiliza siku za leo papa nasema Mungu. Tulikuwa tunaimba hivi. Wewe wimbo njoo. Naona giza nene limenisonga. Mungu wangu niende wapi? Jumapili moja giza nene limenisonga. Jumapili ya pili giza nene limenisonga. Jumapili ya tatu giza nene limenisonga. Jumapili ya tano giza nene limenisonga. Sasa wewe unasongwa na giza tu kila mwaka. Kuna nyimbo zingine ambazo tunaziimba, yani unakuta zina shape future yako. Kwa hiyo unakuwa mtu wa kusongwa na giza. Unakuwa kwa sababu umekiri hivyo. Kwa sababu umeamini hivyo. Umeamini kwamba wewe ni mtu wa matatizo tu. Umeamini ni mtu wa giza tu. Naona giza neno limenisonga, niende wapi Mungu wangu? Sasa wewe unamwambiaje hapo Mungu anakuelewaje sasa? Yaani unapomwambia Mungu hivi, yeye anakuelewaje? Kwamba giza neno linakusonga, yeye anakuelewaje sasa? Nikufanyeje sasa? Mimi nimeshasema mimi ndio nuru, mimi ni nuru, mimi ndio kweli na uzima, mimi ni nuru ya ulimwengu. Hapo unaniambia naona giza neno limenisonga. Mtu anayepokea mimi nimepokea nuru, wewe unasema naona giza neno limenisonga. Mwambie jirani yako badilisha nyimbo. Kuna nyimbo vinaimbwa hapo. Ambavyo vinyimbo vile vingine vina shape maisha yako bila wewe kujua. Knowledge of God. Eneo la pili la kukua ni fellowship with God. You have to go to grow, to desire to grow in your fellowship with God. Wafilipi 3:11. Grow in a fellowship with God. Ukue katika ushirika wako na Mungu. Usiwe ushirika wa Jumapili tu, usiwe ushirika wa Jumatatu tu, uwe ushirika wa kila siku, uwe ushirika wa kila saa. Jambo la tatu la kukua, unakuwa katika tunda la Roho. Wagalatia 5:25-22 na kuendelea. Unakuwa katika tunda la Roho: upendo, amani, uvumilivu, furaha, utu wema na kadhalika na uaminifu.
unakuwa katika tunda la Roho. Usiwe mtu ambaye ukikwazika unakwazika kikweli kweli, mwezi mzima umekwazika. Hapo unakuwa hauna uvumilivu. Unakuwa huna uvumilivu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa tunda la uvumilivu halipo. Na tunda la Roho, bahati nzuri, limezungumzwa sio kama matunda ya Roho, tunda la Roho. In fact, tukisoma sura ya 5 ya Wagalatia inasema kwamba tabia za matendo ya mwili, imetumia neno matendo ya mwili, imeorodhesha kama 16, nafikiri kama ya 9 sijui mangapi. Lakini inapokuja ni contrast. Inapokuja kwenye tunda la Roho inasema sio matunda ya Roho, tunda la Roho ni moja, ni package moja ambayo ndani mwake kuna vipengele tofauti ambayo ni upendo, utu wema, fadhili, amani, uzuri, uchaji na nini, furaha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiwa mtu mudi, unajua kuna watu wako mudi, asubuhi yuko mudi, mchana yuko mudi, jioni yuko mudi, hiyo tunda la furaha hauna. Baba simu ya chache imedondoka. Bwana asifiwe sana. Now you've got to be a man of joy. Joy means Jesus, others, and you. You know, you've got to be a man of joy. The joy of the Lord is my strength. No, the joy is not necessarily the absence of troubles, but the presence of God in your life. Amen. And so you have to be a man of joy. Whether you have money, don't have a man of joy. Whether you have what you need, but you don't have a man or woman of joy. You have got to cultivate that fruit of the Spirit. Joy, utu wema, uwe mtu ambaye unatendea watu wengine mema. Usiwe mtu ambaye ni mlipiza kisasi. Usiwe mtu ambaye upo tu unapokea watu, unanyanyasa watu. Utu wema, dignity, utu wema. You have got to be that person. You have to grow in that level. You have to move from one level to another. Kama last year there was that kind of injustice doing it, you have got to grow. You have got to do introspection. And then you change and you grow. That's what we do. We have to grow in the fruit of the Spirit. Amen. Number 9, you have to grow in your character and develop a Christ-like character. Huwezi kuwa mtu ambaye character yako ni ile ile. Kuna kitu kinaitwa character development na kuna kitu kinaitwa spiritual formation. Huwezi kuwa mtu character yako ni ile ya kusema uongo tu, character ya kugombana tu miaka yote, character ya kuchonga. Hapana, you have to grow in that area. You be like a Christ-like character. Mfanane Kristo. Kolosai 3:13, Waefeso 4:32. Tutasoma kwa wakati wako. Ufanane, uwe na tabia kama ya Kristo. Mkristo asiyesamehe, huyo hana tabia ya Kristo. Sameaneni ninyi kwa nini? Kama Kristo Yesu naye alivyosamehe. Hiyo ndio character ya Kristo. Kama huwezi kusamehe, kama huwezi kuhurumia watu, wewe hauna character ya Kristo. Lazima kuwe na mabadiliko. Ukiokoka lazima kuwe na mabadiliko. Ukipokea Yesu lazima kuwe na mabadiliko. Goodness. Jambo la 5, you have to grow in your service to God and the service to others. Mark chapter 10 verse 45. You have to grow in the service to God and the service to others. You have to increase in that area. Jambo la mwisho nataka nizungumze alafu nimalize. Desire to teach others. And so you have been believers so long now that you want to be teachers, teaching others. Instead you need someone to teach you again the best things about God. You have got, unatakiwa uwe na shauku ya kufundisha wengine. Unapochukua notes zako hizo, unazitumiaje? Kama unataka kuwa spiritually mature. Hiyo sign ya mtu anaye grow spiritually na mature spiritually ni mtu ambaye anatamani kufundisha wengine. Miaka 3 inakutosha kuwa mwalimu. Ukishafundishwa darasa la nini leo na wanafunzi, you deserve to be a teacher. Amen. Kuna maswali ambayo utayajibu, kuna maswali ambayo utasema mchungaji atakusaidia. Lakini don't need to be taught all the way through. Hawa watu walikuwa ni miaka 30 bado wanataka mafundisho tu ya awali, mafundisho toba, batizo. Yani vitu vya msingi sana. They don't want to move forward. Hawataki kubadilika. Uwe mtu ambaye unafundisha wengine. Kama ni mwanamke umeokoka, unamfundisha mume wako. Kama ni mwanaume umeokoka, unamfundisha mke wako. Unamwelekeza habari za Mungu. Unaelekeza familia yako. Unaelekeza wazazi wako. Unaelekeza marafiki zako. Unaelekeza wenzako. Hiyo ndiyo ishara ya mtu anayekua. Na wanasema unapofundisha ndipo unapoelewa zaidi. Nafikiri
kanuni ya ualimu, si ndio? The more you teach others, the more you understand. The greater you understand. Uwe mwalimu. Natamani DPC Dodoma kila mtu hapa awe mwalimu. Na ukiangalia kwenye umisheni wetu tunasema multiplying disciples of Jesus Christ. Natamani kila mmoja azae mwingine uweze kuwa mwalimu. Kuna vifungu viwili hapa namalizia, alafu tuombe. The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like a teacher. Luka 6 mstari wa 40. The student is not like their teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Mathayo 28 mstari wa 20. Mkiwafundisha kutii yale yote niliyowaamuru, mkiwafundisha. Ukihubiria mtu akaokoka, una wajibu wa kumfundisha. Wewe uliyemhubiria akaokoka, umfundishe kuyatii yale mambo yote ambayo nimewaamuru. Katika Mithali 9:9, instruct the wise and they will be wiser. Teach the righteous and they will add to their learning. Proverbs 9:9. Now, hatimaye Proverbs 11:25 inasema, a generous person will prosper. Who refreshes others will be refreshed. Kwa Kiswahili. Weka hiyo Mithali 11 mstari wa 25. Mithali 11 mstari wa 25. Mtu mkarimu atastawi na yeye awaburudishaye wengine. Kuwaburudisha maana yake ni kufundisha. Sio kuwaburudisha kwa vinywaji. Vizuri. Naye awafundishaye wengine, naye awaburudishaye wengine ataburudishwa mwenyewe. Ukimfundisha mtu na wewe unapata faida. Ukifundisha mwingine na wewe unafaidika pia. Kwa sababu ukitoa knowledge na wewe unapata knowledge pia. Kwa hiyo moyo wangu unatamani. In fact, nimekuwa nikizungumza jambo hili from time to time. Kuna wakati fulani Musa alikuwa ameambiwa kwenda kuombea wazee wale Roho Mtakatifu, wazee 70 ili wanene kwa lugha. Na baadaye wakanena kwa lugha. Mmoja akanena, Yoshua akaenda akamwambia Musa, kuna mmoja huyu mtu ananena tangu asubuhi mpaka jioni. Si uende kumzuia asinene. Musa akasema, mimi sio kazi yangu kumzuia kutokunena. Mimi natamani wote wanene kama yeye na wawe manabii kama mimi. Hiyo ndio umekuwa wito wangu kwa kanisa la Mungu. Huo ndio umekuwa mzigo wangu kwa kanisa la Mungu. Watu wa Mungu waweze kuwa wanenaji, sio wanena kwa lugha tu, lakini wawe walimu, wawe manabii, wawe mitume, wawe wachungaji, wawe wazee wa kanisa, ili kila mmoja aweze kufanya kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwake. Hili sio kanisa la kwamba mchungaji ndiye sasa anajua kila kitu, alafu wao wote sasa ni mamumuma tu. Ili ni kanisa la kila mmoja kutamani kukua katika knowledge ya Mungu na kuelewa sehemu yake katika ufalme wa Mungu na kulitumikia kusudi lake katika ufalme wa Mungu. Watu wa Mungu, tumpe Bwana makofi na vigelegele. Jamani, tumshangilie Mungu zaidi. Mwombe Mungu